hana hatia yoyote. Hatuna ugomvi wote na serikali ya Rais Samia, hatuna shida yote na serikali ya Rais Samia, sisi hatuna hatia katika yote tuyafanyayo. Hata mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile katika yote ayafanyayo hana hatia. Hata mimi mwenyewe katika yote niliyowahi kunena, niliyowahi kuyafanya, sina hatia. Hatuna hatia wa Tanzania, hatuna hatia. Haleluya, mtu wa Mungu. Ni majira ya usiku haya, nimeona ni vyema kulingana na taarifa hizi ambazo ninazo, nimeona ni vyema basi niweze kushare nawe. Ni kuhusiana na ndugu yetu Martin James, muumini wangu ambaye alikamatwa Oktoba 21 maeneo ya Mkonze, Dodoma. Lakini sasa kwa taarifa ambazo moja kwa moja zimetoka kwa watu kadhaa, akiwepo John Heche, lakini pia akiwepo kijana ambaye alikuwa naye kwenye kituo hiko kimoja cha polisi ambacho nina Mtumba. Ndugu yangu huyu ana muumini wangu Martin James. Kwa taarifa ambazo mimi nimeweza kuzisikia na nimeweza kuzipata, ni kwamba yuko kijana ambaye alikamatwa kwenye kile kituo. Baadaye katika stories hapa na pale kuulizana kwamba nini kilichokuleta hapa kituo cha polisi, basi akawa amezungumza kwamba yeye ni mchungaji na anajihusisha na vipindi vya kutengeneza klipu kwenye mtandao. Na baada hapo akamwambia, ukifanikiwa kutoka basi naomba jaribu kuwasiliana ndugu zangu kupitia channel ya Kikosi Kazi cha Injili. Mule ziko namba za simu, basi wapigie uambie mimi nipo huku. Lakini pia taarifa nyingine ambayo imeweza kutolewa na Mheshimiwa John Heche, ambaye alitumiwa au alitafutwa na mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile na kuulizwa kuhusiana na yeye naye alikuwepo kwenye kile kituo cha Namtumba, kwamba pengine kama kutoka kuna taarifa yoyote ya kuhusiana na muumini wangu huyu na ndugu yangu Martin James. Unaona, zikawepo taarifa za kutoka moja kwa moja kwa John Heche kwamba yuko mchungaji ambaye alikuwa anasikika kweli yumo mule akiwa anaombaomba sana. Sasa kwa sisi Kikosi Kazi na watoto wa Mbarikiwa, vile tulivyolelewa, tumelelewa kwenye mfumo wa maisha ya imani, kung'ang'ania imani hata kama ukiwa kwenye mazingira magumu vipi, lakini bado endelea kusi msaada wa Mungu, ili mahali popote utakapokuwepo basi usijikute unatumia nguvu katika kukabili jambo lote, bali uwepo na msaada wa Mungu utakao kutangulia mahali popote. Sasa ni hiki ninachoweza kusema. Nafahamu nilisoma andiko hili wakati nilipokuwa nalisoma, wakati nimetoa taarifa za kupotea kwake na kuchukuliwa kwake kwa namna alivyoweza kuchukuliwa. Lakini leo pia pengine nilirudie tena andiko hili, alafu nitaenda kuelezea maelezo kadhaa hapa mbele katika Luka ile sura ya 6, mstari wa 37 na ni mstari wa 36. Anasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Andiko hili nililisoma wakati nilipokuwa nikitoa taarifa za kupotea kwake na vile ambavyo tulikuwa tunahusisha na watu wasiojulikana, kwa sababu walimchukua na gari aina ya cruiser nyeupe. Sasa leo nataka nizungumze tena maneno kadhaa hapa, nisogea hatua kadhaa. Tulizunguka kwenye vituo vya pale Dodoma, ambacho kituo mojawapo ambacho tulifanikiwa kuondoka na RB au tulipewa RB ni kituo cha Amani. Kituo cha Amani ambacho tulifanikiwa kupewa RB hii ambayo mimi ninayo hapa kwenye hicho kituo cha Amani. Sasa nisemacho niki kwamba tumelalamika kwa siku nyingi kujaribu kuonyesha kwamba ndugu yetu hatujui yuko wapi. Tumetoa maelezo haya kwenye mitandao, lakini pia tumetembelea vituo kadhaa pale Dodoma, ikiwemo kituo cha Amani Central na kituo cha
kuelekea Mipango, wanapaita kama sijakosea Chamwino hivi. Tulipita nako kule, tulipita paka na Bonanza, paka na Mkuungu pia. Umo mote hatukupata taarifa za moja kwa moja kuonyesha kwamba wao mtu huyo wamemshikilia. Sasa leo hii taarifa zisizo rasmi inasemekana kwamba kesi ambayo aliweza kaishikilia ni RCO wa pale. Sasa maneno yangu ni haya kwamba kitendo cha wao au nyinyi kama polisi wa Dodoma wote kukiri kwamba hamfahamu kuhusiana na ndugu huyu ambaye tulitolea taarifa, tulitolea maelezo yake mpaka tukapata na RB. Swali naojeweza kujiuliza, huyu RCO ambaye kamshikilia ndugu na muumini wangu Martin James ana malengo gani? Ana malengo ya kumuua? Kwa sababu mimi nijuacho, hata kama mtu ana kesi yoyote, lakini si vyema ndugu zake tungepata taarifa. Sasa hatujui kesi yake ni nini, inahusishwa na nini moja kwa moja. Hata kama ni uhaini, wako waliopelekwa mahakamani na ndugu zao wamekuwa wakionana nao hata huko mahakamani, lakini sisi hatujapewa hata nafasi ya kuweza kumuona. Na ingawa pale Dodoma tayari kuna baadhi ya watu wa Mungu ambao wameendelea kwenda ili watafute namna yote hata tu kumuona. Sasa maneno yangu ni haya: kwa nini polisi mna tengeneza mazingira magumu sana ya sisi wananchi kuwaamini? Kwa sababu najiuliza sana, je, asinge kuwepo mtu ambaye angepiga simu kwenye namba zetu za huduma mpaka leo, ndugu yetu angekuwa kwenye hali gani? Lakini pia najiuliza, ndugu John Heche naye singe kuwepo pale na kutupa information hizi, huyu ndugu yetu angekuwa kwenye hali gani? Mungemfanya ni mngemchukua? Sababu lazima mtu mpeleke mahakamani kama anakosa. Sasa swali naweza kujiuliza, wana malengo, huyu RCO ana malengo gani? Malengo ya kumuua? Kwa sababu kama mtu anakosa kisheria atakuwa apelekwe mahakamani, lakini pia na ndugu zake wapewe taarifa. Tumezunguka kwenye vituo vyote vya pale Dodoma, kwa nini hakuna hata taarifa ya moja kwa moja? Haya, huyu ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji wa neno la Mungu, huwa anahubiri neno la Mungu, sio kibaka, labda kwamba sio ni jambazi. Mbona wako watu tofauti wamekuwa na kamato kwa kesi za uhaini, lakini zinapelekwa mahakamani, mwisho wa siku wanasomewa mashtaka na ndugu zao wanafahamu. Lakini je, kwa nini ndugu yetu mmemweka kwenye mazingira magumu haya? Mimi nimeshasoma lile andiko mara kwanza kusoma wakati nilisoma wakati naelezea kuhusiana na kupotea kwa ndugu, na tena nimelisoma, nimesema iweni na huruma. Hebu tuwaze wewe RCO, mtoto wako na angefanywa hivi, ndugu yako na angefanywa hivi, wewe ungejisikiaje? Maandiko yanasema usilopenda kutendea usimtendee mwingine. Sasa mimi nisemacho, mnajikosesha imani kwa wananchi, na haya mambo ndio upelekea mpaka watu huandamana. Hata kuna posti zangu kadhaa nilitoa nikisema watu kuandamana kwa sababu ya utawala huu ambao kwa sehemu kubwa watu wanapokuwa wanalalamika wanasema mambo yako sawa, ndio tunaitwa wachochezi. Mfano kanisa la Gwajima likafungiwa kwa sababu tu yeye kukemea masuala ya utekaji. Unakuja unaona hivi, nyinyi askari mnatumika ni vibaraka, mnatumika vibaya. Mimi nawaambia mnatumika vibaya, na kama haya mambo mnakuwa mnayafanya aidha kwa maelekezo maalum au wakati mwingine mnayafanya pengine mujisafishe mupate cheo au muonekane mbele za wanaokuwa na mnawafanyia hiyo kazi, wawasifie na kuwapa vicheo, niwaambie mnafanya kazi ya kishetani. Na kwa sababu hiyo mnajichafuria, na ifahamike nyinyi mnaishi na wananchi huku mtaani. Sasa mnajitengenezea uadui na uhasama mkubwa sana na wananchi. Kwa kujua kwa kutokujua, mnaharibu hata sifa ya kazi yenu. Mnaharibu sifa ya kazi yenu. Wito wangu na ombi langu ni hili:
tunahitaji tumuone hata ndugu yetu. Nafahamu siku ya kesho tena ambayo itakuwa ni tarehe 28. Hii klipu natoa usiku, ni tarehe 28 tayari, kwa sababu sasa hivi ni karibia saa 8 saa 9 hii. Kesho natoa wito, ikiwezekana turuhusuni tumuone ndugu yetu. Tunawasi, hana hatia yoyote, hana hatia yoyote. Tunawasi, hana hatia yoyote. Hatuna ugomvi wote na serikali ya Rais Samia, hatuna shida yote na serikali ya Rais Samia, hatuna. Sisi hatuna hatia katika yote tuyafanyayo. Hata mzee wangu Mbariko Mwakipesile katika yote ayafanyayo hana hatia. Hata mimi mwenyewe katika yote niliyowahi kunena, niliyowahi kuyafanya, sina hatia. Hatuna hatia wa Tanzania. Hatuna hatia. Hatuna hatia. Hatuna hatia yoyote mahali popote. Hatuna hatia mahali popote. Hatuna hatia. Tumetimiza wajibu kama watumishi wa Mungu, kama watu wa Mungu. Mimi nijuacho, mtu wa Mungu yupo kwa ajili ya kuonya, kukemea maovu yanayokuwa yanaendelea katikati ya jamii, bila kujalisha yamefanywa na nani. Alipokuwepo Magufuli, nafahamu ilikuwepo adabu na heshima kwa watu wa Mungu. Lakini kwa sasa pengine nyinyi kwenu nyinyi hamna hofu yoyote, na kitu kinachotoa Mungu wenda kwenu ni kitu cha kipumbavu sana. Na ndio maana hata wanaokuwa wanakemea masuala utekaji, wachungaji mnawafungia makanisa na kuwapiga waumini na kuwazuia wasisali. Nyinyi kwenu pengine kitu Mungu ni upumbavu sana pengine. Na ndio maana mara kadhaa nimekuwa nasema msiapie Biblia, ni afadhali jitafsirini tu kama mna roho mbaya ijulikane moja. Lakini kuliko mnaapia kinachotoa Biblia na misafu huku mkiwa mna roho mbaya, na huku mkijitafsiri si hawa kina Mwamposa wanaozia si watu mafuta, kina Kuhani Musa, mkiwa mnatafsiri kwamba ndio watu wa Mungu, wakati ni michao watu inaokuwepo kwa ajili ya kuwasifia na kuwapongeza wakati jahadhi linazama. Ila mimi nisemacho, tujue duniani tumepewa kuishi mara moja na tutaondoka mara moja. Tulikuja uchi, tutaondoka uchi. Nimaliza kusema ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka mafichoni. Sema, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Tazama, Mungu mhukumu wa haki wa kila mtu anakuja na malipo. Na hii ndio maana neno Maranatha.